endapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Kwa hiyo kwa upande wa pili sasa, pale tunapokula na kunywa na kutenda au kufanya jambo lolote ambalo si kwa utukufu wa Mungu, inaonyesha wazi ya kwamba matokeo yake ni kuleta laana kwenye meza ya chakula, ni kutenda vile ambavyo baadaye matokeo yataonyesha kwamba tulikataa au tulifanya mambo si kwa utukufu wa Mungu. Lakini twende kitabu kile cha Luka 22, tutasoma fungu lile la 19 na 20. Fungu la 19 Luka 22, neno la Bwana linasema hivi: akatwaa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa, akisema, huu ndio mwili wangu utolewao kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tunazungumza habari ya mikate, lakini pia akawalisha wanafunzi, akawalisha makutano. Lakini hapa anazungumza habari ya kwamba baada akiwa na wanafunzi wake akachukua chakula hiki, ni chakula mezani. Akiwa mezani akachukua mkate, akatoa mkate. Baada ya kutoa mkate akashukuru, baada ya kushukuru akaumega, na baada ya kumega akawapa wanafunzi wake, akawaambia, chukueni, kuleni, maana huu ndio mwili wangu utakaomwagika kwa ajili yenu. Hii inaonyesha nini? Hii inaonyesha kwamba katika safari ya maisha yako na maisha yangu, Yesu yuko tayari kuketi mezani. Yesu yuko tayari kushukuru na kukupatia chakula uweze kukitumia. Hapo ni mezani. Yesu anakualika uje mezani. Yesu anakualika ukubali kuketi naye asubuhi mezani, na napoketi naye anakualika uweze kukubali kupokea chakula anachokupatia ambacho ni neno lake. Hivyo ni vema kila wakati asubuhi njoo mezani, kila wakati asubuhi keti na Bwana mezani, akupatie chakula ambacho ni mwili wake, akupatie chakula ambacho ni damu yake, akupatie chakula ambacho hakika ukikitumia utapata nguvu ya kusafiri salama, utapata nguvu ya kutembea pamoja na yeye, lakini pia utapata uwezo wa kushinda majaribu. Njoo kwenye chakula mezani, shiriki chakula ambacho Bwana anakitoa kila asubuhi. Lakini pia ngoja tusome fungu la mwisho kitabu kile cha Zaburi. Lakini pia hiyo habari ya chakula ndio tunasoma kitabu kile cha Mathayo 14 fungu la 19. Hapa pia nakumbuka kile ambacho alikifanya. Shukrani siku zote ni jambo la pekee. Mambo ambayo Mungu anakutendea, mambo ambayo Mungu ananitendea, alafu baadaye nishindwe kurejea kwenye meza na kuleta shukrani, hii inakuwa sio njema, sio jambo zuri mbele za Mungu ambaye ndiye amekupa nguvu za kupata hicho ulichokipata. Mungu aliyekupa nguvu, uwezo na hekima, amani na ulinzi kwa usiku uliopita, hivyo ukashindwa kupata muda wa kumleta shukrani kwake, inakuwa jambo hilo linakuwa sio jambo jema. Lakini kitabu kile cha Zaburi na 145, Zaburi 145 fungu la 15 na fungu la 16, hapa tunazungumza habari ya kwamba Bwana ndiye alifumbua macho yako. Baba, tulisome hilo Zaburi 115 fungu la 19 na fungu la 15 na 16. Neno la Bwana linasema, macho ya watu wote yakuelekea wewe, nawe huwapa chakula chao wakati wake. Bwana, macho yetu yanamwelekea,
lakini yeye ndiye anayetupatia chakula kwa wakati wake. Hata kama kuna wakati fulani huenda unaishi maisha ambayo unadhani ya kwamba haijulikani ya kwamba leo ikoje, kesho itakuwaje, na hata asubuhi ya leo ni neema yake amefanya uamke, lakini wakati fulani unawaza maisha leo, familia yangu itakulaje? Nini kitatokea? Chakula nitapata wapi? Usikate tamaa, mutazame Yesu, macho yako yaelekee kwa Yesu, maana yeye ndiye anayetoa chakula. Weka tumaini kwake.